Chapesa. Hali gani mwana Chapesa Media, kwa mara nyingine tunakutana katika viunga vyetu vya burudani na michezo. Hususan tutachokizungumza siku ya leo ni mtanange uliofanyika jana katika uwanja wa KMC Complex pale Kinondoni. Yanga mwenyeji akimkaribisha Coast Union, wagosi wa kaya wale wazee wa Tanga. Wamekaribishwa jana kwa kipigo cha goli 3-0. Alioenda kuatilia kilio au aliopeleka kilio Coast Union ni Allan Okello. Yeye ndo alianza kuadhibu Coast Union kipindi cha kwanza, goli la kwanza, akaja kipindi cha pili akafunga tena, na mwisho kaenda kumalizia goli la masimango, goli la maumivu, Maxi pia Mzingeli. Nipo na mzee Side, nimekuja tudadavue kidogo mchezo wa jana, tuzungumzie sport ya jana. Anamuona Starboy, wengi walimzungumzia wamesajili Galasa, lakini sasa kadri siku zinavyoenda hiki kiumbe kinakuwa tofauti. Leo hii sasa wameanza kumzungumzia au kumlinganisha Chama na Starboy. Nani yuko mbele? Nani ni bora? Mzee Side namtupia mzigo na hata tuzungumzia nani anaenda naye. Tuanze na hii. Habari mzee Side? Salama bwana. Shikamoo mzee wangu. Marhaba. Mambo anasema? Shwari. Kwema kabisa. Kwema. Na imani bwana, jana mchezo umeuona? Ndio nimeangalia baba. Kiutamu kabisa, kimaridadi kabisa. Nimetulia. Na mpira wenyewe ulikuwa saa 12:15. Ndio. Kwa hiyo umeanza na uona. Umeanza? Na uona. Msemaji kwanza, tuanze na msemaji wa Coast Union. Alisema bwana, endapo itafika dakika 60 hawajawafunga Yanga, anawaambia bwana, wachezaji tokeni tuondoke, tumemshinda. Hana ubavu huo, ni unafiki huo. Lakini sivyo kilivyotokea. Kwanza hana ubavu huo, ni unafiki. Hana? Mimi ndio nakwambia kila siku hao wasemaji wanaopewa kusema katika football wasiojielewa, hawana akili. Mimi ndo nakwambia yule mtoto ajijui anaongea vitu gani. Huwezi kuongea eti dakika 60 mimi natoa timu. Wewe unajua maana ya kutoa timu? Nashuka daraja. Unashusha kabisa. Sasa anajiongelea. Yeye anajiongelea ili apate contact. Si basi. Kwani unafikiri anaongea apate nini? Sasa sije kilichokuja kutoka Starboy tumzungumzie. Mimi nilishasema mapema. Mimi huwa namwangalia mchezaji kwanza, kimbia yake, pokea yake mpira. Umenelewa na anafanya nini uwanjani. Mimi ndio nilisimama peke yangu nikasema Okello ni mchezaji mmoja hatari sana, ambaye sisi Simba tulileta masiala kwenda kumchukua. Matokeo yake wenzetu wamechukua Lulu. Sasa hivi unajua yule mtoto kwanza bado mdogo, umri mdogo, bado mdogo, vitendo vikubwa. Alafu timu aliyokuja anaingia amekutana na timu kubwa, alafu yenye mashabiki hatari. Sijui unanielewa. Mashabiki wa hatari wanaohitaji matokeo muda wote, hawahitaji mbambamba wala hawana uswahili wa kijinga. Mashabiki waliokuepo pale Yanga Afrika. Na mshabiki wa Yanga Afrika nimeshakwambia analoliongea leo hapa. Ukienda kule unakuta ndo lile analiongea wala yapishani. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo alikuja sasa akawa anachemsha akili yake. Nimetoka kwanza, klabu yake ndio klabu ya kwanza kubwa. Katoka Vipers nani anaijua Afrika hii? Twende tu taratibu tu, haya tuingie sasa hivi tuhugu, tuiangalie Yanga afu tuiangalie Vipers. Ni vitu viwili, mbingu na ardhi mbali. Kwa hiyo Vipers iko chini kuliko Yanga. Yanga iko juu. Umenielewa? Sasa yule mtoto ndio kaenda pale, ndio mara yake ya kwanza anakutana na umati uliomuinamia. Na wote jana kila anakigusa mpira. Na yeye amefika pale bado mdogo, hajakutana na umati kama ule. Yanga na Simba shekhe zinatisha. Kwa mchezaji akija panda kiwatulie. Huku kumetulia. Unatakiwa unaenda kukutana na watu wenye akili zao. Kama nilivyokuambia, mashabiki wa Yanga wametuliza vichwa, hawana heka za kijinga. Na wanapouliza maswali wanauliza kwa akili, na ukiwafafanulia wanakupa kwa akili. Bwana, mimi ndo nakwambia sasa, mimi si ndo nakutana nao na unawaona na naona na maneno yao unasikia. Kuna mwingine anakupa maneno ya kukuzihaki kwa sababu timu yako inafanya vibaya. Umeona, unajua hizi haka hii. Umeona, lakini kama ukikaa ukitulia ukimpa maneno anakwambia bwana, kweli bwana, chuma kimenyoka hiki. Chuma kimenyoka. Kwa hiyo Okello ni mchezaji mmoja wa hatari sana. Yaani jina lako Okello alafu ana Kello. Atayari yake yeye umeshaipata. Ana jina lake Okello alafu anakela, na yule mtoto anakela kweli kama msemaji wao. Alikamwe. Sana kela nini Alikamwe? Alikamwe. Wewe unamwona kuna mtu anamfatafata Alikamwe sasa hivi? Watu wametulia. Watu wamekaa kimya. Nani?
Hakuna hata mmoja anemfuata Ally Kamwe. Wewe unafanya mchezo na Ally Kamwe. Yaani ana maneno ya kukela, alafu ameenda kumteta mchezaji na anakela uwanjani. Wewe unataka hata kumwangalia. Unajua kwa siku ya jana wengi wao nahisi kama wako na matumaini kama Okello atashinda goli, atafunga goli 2. Unajua ngoja nikwambie, Okello kadri siku zinavyokwenda ndio anaizoea ligi ya Tanzania. Na anaelewana na wachezaji wake wenzie. Unakumbuka alivyokuja Aziz Ki? Watu walisema Aziz Ki hamna kitu. Kitu fei toto. Kumbe yule alikuwa anapita katika mazingira ambayo mazoea hajayazoea ligi hii. Alafu Okello unajua hajui Kiswahili vizuri. Aziz Ki amekuja alikuwa hajui Kiswahili. Na mule ndani wachezaji mengi anajua Kiswahili. Ni kweli. Sasa huku lete huku, yule anashangaa nilete huku nini? Mbona huyu simuelewi? Machezaji mengi ya kwetu ya Kitanzania anajua Kiswahili. Mambo ya lugha gongana. Sasa unamwona Chama sasa hivi kajifunza mpaka kajua Kiswahili. Anamwaga kweli. Anamwaga ngenge sasa hivi. Kwa hiyo akiambiwa lete huku anajua. Mimi nimeambiwa nilete huku nipeleke huku. Sasa Okello alikuwa bado hajawaelewa. Na nilikwambia aje kuna wachezaji mule ndani Yanga wanajuana mpaka vichochoro. Kuna mpira mmoja uliachwa. Mimi nikajua labda ule mpira kakosea. Kumbe kuna mtu huku kampigia. Max Zingeli anakwenda na control anamiminika. Wewe bwana wewe acha bwana. Ngoli ule wa kwanza wa pili kwanza pasi inatoka assist inatoka kwa Pacome Zouzoua. Pembeni. Si ndio umemliza umemliza manani yule Mchome mapovu umemliza baba mtoto mbaya yule analia Mchome jana eti ana assist ilivyotoka yule mtu kalipokea atuliza mtini hujafika imenyoka mimi yani yote 9 mimi siwezi kushangaa kwa Okello kwa sababu nilishamuona kuwa yule ni mchezaji mzuri. Na Simba angekuja saa 12 ongeshauza. Simba chapo ndafuta. Yani watu wataka faida. Lakini pale si yupo. Nani? Wewe kuna mchezaji pale Simba nionyeshe anemfikia Okello. Nionyeshe tu pale. Mmoja wapo tu katika hao wachezaji walioingia dirisha dogo. Kweli ni wazuri kwa standard yake. Je, wanamfikia Okello? Mmoja tu. Sasa mnamfananisha na ule. Wewe, Okello habari nyingine babu. Okello anaujua mpira. Okello kazaliwa katika football. Unaiona miguu imekaa kama ubanio wa gari wa ugali. Mimi si nikwambia miguu yake imekaa kama ubanio wa gari. Kama anaenda huku kumbe mwenzao anarudi nyuma. Kama anarudi nyuma kumbe anaenda mbele. Na anasema sasa bwana ana kero sana yule mtoto. Wamepitiliza maneno anasema Okello yeye mapenzi yake na mpira pekee. Ndio maana yake. Si mtoto mdogo yule bado. Kwani hata ukimwangalia hivi unakaona katoto tu bado kadogo. Wewe unaweza ukakafananisha na nani hapa? Unaweza ukakafananisha na Barua. Wakati Barua anakuja Simba alikuwa mdogo kama Okello hivi. Kina Chasambi hao wako wapi? Wameshawapoteza maskini ya Mungu wachezaji wale. Kina Valentino Noma ndo namuona jana sijui yuko Mbeya City sijui yuko wapi. Mashida tupu rafiki yangu. Yuko zake wapi? Yuko TRA United. Nani? Yule Valentino Mashaka. Valentino Mashaka. Center forward ya timu ya taifa ile. Sawa sawa. Na ndio tulikuwa tunaitegemea 2027 ije isimame pale. Iko wapi? Mzee Said, kwanza tuzungumzie hili pia. Ndio. Wengi wao walio walitabiri kuondoka kwa kocha. Tayari mambo atakuwa magumu. Hebu ngoja kwanza usiende hata mbali. Kwani huyu nani? Molini hajaifundisha Simba. Alifundisha Yanga. Tena alikuwa pale. Si alikuwa yeye peke yake. Alifundisha kwa muda mchache ameletewa Mirudi Hamdi. Sasa akaja Mirudi Hamdi akapata timu akaondoka. Na wale wote wakaondoka. Afu kuna clip moja nimeiona mtu mmoja anasema nani kaamua kuondoka mwenyewe hajafukuzwa. Ai bwana nyinyi bwana nyinyi. Ile kocha wa Abramovich. Wa Yanga yule. Wanasema eti kaondoka mwenyewe kashindwa mazingira ya Yanga. Hivi ushindwa mazingira ya Yanga una shida gani wewe pale Yanga? Ngoja nani ameongea? Nimeiona ile clip sema sasa mimi unajua clip za kijinga jinga. Said Abramovich ameondoka kwa kusema ameshindwa mazingira au ile pale alipata ofa kubwa kuliko Yanga. Huyu aliyefukuzwa juzi. Pedro. Anasema ameondoka mwenyewe kwa amechoka hataki. Nikasema mtume asimame, msiba mkubwa huu. Yule aondoke Yanga yule. Yanga walikuwa wakikosa magoli anasikitika na kichwa anaona mimi napoteza unga wangu hapa. Leo uje useme wewe yule kaondoka mwenyewe kwa kutaka. Kuna kocha anaweza kuondoka kwa kutaka. Akitaka kuondoka makocha sisi kwetu waliondoka kwa kutaka. Kishingo, Uchebe,
wale wameondoka wenyewe wameridhia, pametosha, mimi naenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Umenielewa bwana? Lakini hakuna kocha wa Yanga aliyosema mimi naondoka kwa kuridhia mwenyewe zaidi ya kufukuzwa, kwa sababu wale hawahitaji ujinga, wanahitaji matokeo. Yani wao wanahitaji matokeo yaliyonyooka mbele yao. Kwisha. Wewe leo unakuja kusema kwa kwamba kafukuzwa. Yani kaondoka wewe, subutu. Hela inapatikana. Sasa anaondoka wewe, umeshasikia anadai kocha yote pale. Mchezo uliopita KMC zidi ya Yanga ulikuwa hapa papatu kigoli kimoja. Lakini jana kama 4 zilikuwa zinakuja hivi. Na ndio maana walimfukuza. Ina maana pale yeye ndio kichwa chake akili yake ilifikia ukomo pale. Watu wakaona hapana, tubadilishe, hebu tulete mtu mwingine asimamie kwa muda au utakuwaje. Watoto wamecheza kwa kujiachia. Huenda hata watoto nao walikuwa wamtaki au wamuelewi wale wachezaji wa Yanga. Wachezaji wenyewe wa Yanga. Wanaona kugongesha wale, wanakuonesha wewe huna thamani. Wanakugongesha kweli, unaondoka. Pointi 54 kwa 46 wewe leo unacheza. Ndio. Mimi nimeshakwambia hivi. Mimi nilishasema tangu asubuhi. Mimi na wachezaji wa kuziba nafasi ya pili. Una wachezaji wa kuziba nafasi ya pili. Msemaji mwenyewe wa Simba anakuambia usimtegemee fulani amfunge fulani, fulani amfunge fulani. Wewe mwenyewe umeshindwa kumfunga fulani. Mbio za ubingwa basi. Mimi nikwambie tu ule kweli. Simba kutoka huko KMC nini? Meja Isamuyo kuja KMC. Na hili nakwambia Kanalo, kama wasipoangalia viongozi wa Simba wanapoteza mechi pale. Pale KMC. Kivipi sasa? Narudia tena. Kama wasipoangalia, wasipochanga akili zao zikakaa zikatulia, pale wanagongwa. Na utakuja kuniambia we mzee mchawi. Saidi bwana. So kuna jambo ambao wana Simba wanalihitaji, ndio maana wamewafuata wa pacha. Wanalihitaji jambo gani? Kaduguda mzee wa Simba, Kaduguda, Muhina Kaduguda, Simba wa Yuda. Amekwambiaje? Kumfunga Yanga unatakiwa uwe na nidhamu. Usimwendee hovyo. Yani kumfunga Simba uwe na nidhamu ya kumfunga Yanga. Uwe na nidhamu. Yani sisi Simba kumfunga Yanga tutumie nidhamu ya kumfunga Yanga. Sio unamkurupukia Yanga, ukimkurupukia na kuumiza. Kila siku mimi nayasema haya. Sasa yule mzee nani? Mimi na kaa naye kiongozi kabisa. Na yule ndio alikuwa kiongozi wa Simba na wale ndio walikuwa wanasumbuana. Na kipindi hicho kiongozi anasema alikuwa anatumia enzi ya uongozi wake yule wa TF wa kafu. Aliwahi kukwambia hivi, katika vilabu vyote ongoza lakini sio Yanga. Kwa nini sasa hiyo? Mimi si nimekwambia wa Galatia wale. Kwabu wale kuja kukugongea mlangoni hawana tabu. Bwana sisi tumekuja. Mnasemaje bwana, njoo tuelewane huku nje. Yani tushukuru Mungu tu, hizi serikali zinakuwa kali bwana, acheni. Lakini useme kwa kwamba bwana nyinyi mambo yenu ya mpira huko kwa mtajijua wenyewe, mtume asimame. Msiba mkubwa Yanga. Walimwambia yule mzee Kagoma, yule Magoma walimwambia babu uko wapi? Sisi tuna shida tuonane na wewe. Mimi niko huku wapi? Naona kula ugali na kisamfu na sisi tunauhitaji ugali wa kisamfu. Wote tule pamoja. Face alisema nimekula ugali wa sukari. Walikuja nao uwanjani. Sukari na ugali watu wanatoweza, alafu watu wanafumua magoli. Twala kwanza, twala pili, twala tatu, wanakula ugali. Ile walikulaga chuma 4 kwa moja. Ile nakata viuno. Unajua mwenyewe. Mimi nakwambia kila siku. Mimi wanasema maneno yao ya ajabu kwa mimi naitukana Simba. Sisi tunapeleka ujumbe kwamba hii timu haitusaidii chochote. Na kama mnataka, na ndio maana siku moja nilisema hivi, kama mnataka kuifunga Yanga, hata mimi peke yangu nikiwa mwenyekiti nimekaa pale, mimi Yanga nawafunga. Kwa sababu timu ina wenyewe, timu ipeleke kwa wenyewe, mkakae mjadiliane. Lakini sio nyinyi mnaichukua timu kidikteta. Alafu mnagongwa kila siku. Mgongwa. Ukigeuka huko umegongwa, ukifanya hivi umegongwa. Nini sasa? Kwa hiyo kuniambia kodi zinatolewa? Na ndio maana Alikamwe kasema hivi, ile timu ya wananchi. Ndio. Hata wewe hapo ulipo, wewe si Simba sijui Yanga sijui nani, utajua mwenyewe. Wewe mwenyewe unatoa kodi kwa wale. Msipite huko. Mimi sinakwambia. Alikamwe huyo. Hao wengine wanakwenda wanaomba hela. Naomba hela, sina hela ya nauli. Sinakwambia kweli. Watu wanaomba nauli. Unaenda kumuomba mwananchi.
Mwananchi yule lazima utaenda kumuomba. Na anakutolea. Na anakupa, chukua. Shika nenda. Yaani nakwambia hivi, Yanga wamekaa kama maji ya kunywa. Mimi nilivyokuwa naongea watu waliona mimi mjinga. Yanga akakaa kama maji ya kunywa. Usipoyanywa utaenda kuoga. Usipoyaoga utaenda nayo chooni. Huko ndio mwisho. Na siku ya mwisho unaondoka, kinachokugusa mwilini maji. Lazima yani lazima maji ndio unaondoka kabisa duniani. Kinachokugusa nini? Maji. Ndio maana Yanga nimekwambia hivi, kama maji. Watanitukana watu wa Simba, lakini mkae mkijua kabisa, hata viongozi wa staff wa Simba wanakuambia hivi, kumfunga Yanga kunahitaji akili na utulivu. Uiheshimu kwanza Yanga. Kwanza uheshimu, na unapoenda kwanza ujijue kwa nini kukutana na nani. Kwa nini unawaheshimu Yanga? Kwa sababu waguruguru kila kona wanazijua. Sasa nyinyi mmepanga mambo yenu yote kule wapi Meja Samuni. Wakaingia White House. Wenyewe hao wakapitiliza. Gari naenda wapi? Wale kule. Tasema wale kule bado. Ile nayo ilikuwaje baba? Ile akili. Na mtu aliulizwa akaambiwa, yani ni kodi wanatoa wenyewe wananchi. Kwa hiyo wewe kila unapokwenda wenzao wanakuchungulia tu, yule yule si wa Simba yule. Sisi tunajuana. Yule wa Simba yule anaenda kufanya nini kule? Yule anapita, yule anaenda kufanyaje? Yule bwana wewe mwambie nani? Mwambie nani Godi? Wewe nani? Mwambie nani? Wewe nani? Zinaenda hizo. Taarifa zinatoka. Zinatembea kama vile mimi ninavyoongeaga na Radio Call. Roja, njoo huku leo fanya hivi. Zinatembea zile, zinafika kumbe ndio hivyo Twendeni tukakae huku. Wale wameenda kule, wameingia kipindi cha kwanza wamegongwa 2. Jamaa mnaona? Lakini sasa sasa tayari kazi ishaisha, tulieni. Tumepelekewa moto wenyewe, tumetoa zote. Unafanya mchezo nini? Comeback ilifanyika ya maana, lakini ukisema watu wanakuchukia. Umeniuliza swali moja, umeniambia kati ya Okello na Chama. Unaenda na nani? Naenda na nani? Kwa utoto kuwa atanipa matumaini mengi katika klabu yangu, naondoka na Okello. Kwa utoto na atakayekupa matumaini ya matokeo kwenye timu yangu ya muda mrefu, naondoka na Okello. Kwa sababu bado mdogo, kwa sababu ya udogo wake. Kwa hiyo huwezi kumfananisha na Chama hapo. La pili, Chama ameshatembea katika vilabu hivi vikubwa zaidi ya 3 au 4. Sawa. Huwezi kumfananisha na Okello. Kwa hiyo bado nitaenda na Okello. Kwa sababu ndio anaanza kwanza kutembea. Kwa hiyo nitapata faida. Kwanza hana majeruhi. Sawa. Kwani Chama majeruhi naye? Chama ukimgonga labda zaidi ya miezi 6 mitatu. Kwa vile umri umeshaenda. Hiyo ilishatokea kwa Insigne Chelsea. Watu wakakwangua mfupa ule, wazungu wabaya wakachuna nyama zile. Si umemfanyia operation, wakachuna zile nyama kwa kwangua mfupa wenyewe. Kwangua ule mfupa, wakaenda kwenye binocular. Wewe unajua binocular? Wakaisugua ule mfupa ule, ukasagwa ule unga. Kuja kupima kila wakiusugira unga na mnae labda kusanyike wanaungu wewe vipande tu vya mfupa. No, it is coming to full. That is the fucking bastard. Kuishilia mbali. Hamna kitu hapa. Mzungu anamuuliza mzungu mwenzie daktari, why this coming mfupa mgumu? Yani akamwambia arudia tena kusigina kwenye mashine. No, bado ile ngoma ile akamwambia it's not food coming to from mfupa huu. Kwanza mfupa kwa Kiingereza unaitwaje? Spinning. Spinning. Mfupa spinning, no. Sasa ndio mlete na Chama na Okello. Okello kaisha bado mtoto mdogo. Lazima utaondoka na Okello. Lakini kwenye pichi tuzungumzie. Hata kwenye pichi. Chama anatumia uzoefu na akili mingi. Chama wewe. Yule mtoto anatumia ujanja mwingi. Kwa kuwa mimi bado mdogo hapa, siwezi kukurishana, ndio maana unakuta naziweka. Na ndio maana unamsifia. Sasa hivi umetoka kuniambia aliiweka kifuani. Hiyo tunasema sio kuiweka kifuani. Aliinywea maji. Aliinywea maji, alafu kabla haijafika chini kainyanyua. Yaani kabla ya kuweka kikombe chini kakiweka mezani. Akijafika chini kakiweka mezani ndio mguu. Umekutana nayo bismillah ya kwanza kwenye nyavu. Mwamba na daka. Alafu nani analia? Kocha fikiri. Hapo kavaa jezi ya Simba. Wanasema anatamani. Analia mchome. Mlimpigia nini?
Mlimpigia nini? Sasa na mwana Simba yule. Kwa nini analilia sana? Mlimpigia nini? Anawakomesha. Na mimi nakwambia ukweli hivi. Kama kweli viongozi wa Simba wana akili ya kufikiri, Mchome wamwache tu. Tena wangemwacha aende akaongea mpaka kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu wao, mimi niliwaambia hivi, msafara wa Membe wa Mamba na Kenge wamo. Umenelewa sijui? Kenge ndo hao akina Mchome. Na Mamba? Mamba si ndio sisi wenyewe wenye Simba yetu. Sasa Mchome? Mchome sio yeye anaiponda Simba kwa sababu Sena sio haipondi Simba. Hivi hapa tunatakiwa tuwekane wazi. Mchome haipondi Simba. Ila Mchome anawaelezea viongozi madhaifu yao. Kuwa hili ni dhaifu mupite huko. Hili sio. Aliwahi kuuliza Dola anakaa kwenye jezi kwa sababu gani? Wakakamata wakaweka lock up. Sasa kauliza. Anataka kujua maelezo kama mwanachama. Kama mwanachama apewe maelezo. Huyu Dola akakaa kwa hapa kwa sababu hii na hii na hii. Sio tunakurupuka tunanunua jezi ya 40,000 afu unambeba Dola ambaye hana faida kwenye klabu yangu. Ni mbebe Mo ana faida na nunulia wachezaji. Sawa? Ni mbebe Jairuti kaniletea Lonelemba. Sasa si ndio hivyo vitu vinaenda? Sasa wewe unaniambia kwa kwamba mimi ni mbebe Dola afu hana faida na mimi. Wewe wapi? Watu sisi wazo kama mtu. Yaani focus bidani kama la chingani wewe acha focus kabisa. Hii tunatiana vitu vya ajabu. Sasa mnatakiwa mkubali. Hata sasa hivi wanatishia nataka tuwapeleke mahakamani. It is okay. I'm going to mahakama inaitwaje kwa Kiingereza? Tayari shasema. No, mahakama Kiswahili. Mahakama Kiswahili. Nini prison? Okay, go prison. Sasa. Hiyo jela. Prison jela. Sasa mahakama ndio kotini. Twende kotini. Kwa Kenya ndio wanapenda kusema kotini. Wa Kenya wakikuta. Tuje hii tumalize na Mr. Okello bado yuko mimi upande wake. Sawa, twende. Assist 7. Okay. Kwa nane nice. Chama mpaka sasa hivi naisi ana assist kama 5 naona kitu kama hicho. Kwa. Yeye ana magoli 5 na assist 7. Harani Okello. Sajili ndogo. Sajili ya dirisha dogo. Sawa. Lonelemba. Sijajua kama ana goli. Sajili yako wa bosi, Jeruti. Hana goli. Goli analo goli la kwenye ligi. Simba walimsajili mzungu kabla Lete mzungu. Nakumbuka? Nampata huyo. Yanga wakamsajili nani? Wakamsajili Aziz Ki. Unakumbuka? Sajili zilikuwa zinaendana. Na zilisajiliwa siku moja zote. Umeelewa? Mzungu akatangulia kufunga goli na Kagera Sugar. Aziz Ki tangu kaanza kwenye ligi akawa hajafunga. Mmesajili? Unaona? Mmesajili Galasa. Aziz Ki mchezaji gani? Si mzungu wetu ana goli. Mzungu yakaja akamshinda. Analalamika wananinyima pasi hawa. Sasa ndio unaniuliza habari ya Okello na Lonelemba nani ana magoli mengi? Dirisha dogo. Kwani Lonelemba hajafunga? Sijaona kwenye NBC, sijaona goli. Sijui kwa kumbukumbu sina. Kia Mungu na mtume wa hai. Alafu ukisema wanakwambia unajua bwana mimi unajua hata la kwanza Simba hiyo. Hata la kusema sina. Kwa sababu unajua mimi nikipiga ukweli watu wa Simba wanasema mimi naionea Simba. So kweli. Sasa wao wameona kabisa. Lonelemba kaja hana hata goli. NBC goli ana. Na wala hana hata assist. Assist pia sikumbuki. Kama ana assist 1 au 2 ila sikumbuki. Na wewe niliwahi kukwambiaje? Rudisha kumbukumbu zako nyuma. Muda mrefu. Walichezaga mpira nani ligi ya hawa ligi hii ndogo FA. Simba alishindaga goli 1 kwa shida sana unakumbuka? Goli 1 si goli 2. Yule mtoto alikuwemo yule. Lonelemba alikuwepo. Ndio. Nikakwambia pale hamna kitu. Unasikia walichokuja kusema? Sasa wao wenyewe ndio watakaoona. So mimi nikisema niseme tuache kwanza tuangalie, umeuliza hili swali, wana Simba wenyewe wataleta majibu.
Tumalize na hili. Simba Sports Club dhidi ya Tanzania Prison. Saa moja pale uwanja wa KMC. Kashama kule Meja Samuyo. Yuko hapa. Jana ulinitabiria Yanga anashinda. Nataka nikwambie Yanga si chini ya magoli 3 au 4. Nitaka nikwambie jana. Ila tu nikakwambia anashinda Yanga. Ni kweli. Na jana kafunga goli 3 Narudia tena kwa upande wa Simba. Wasipoangalia wakaingia KMC kichwa kwa kujifanya wao wanajiweza kama Yanga, tunafungwa. Wasipoangalia, narudia tena, nataka nitoe ufafanuzi mzuri. Wasipoangalia, hii mimi nimekwambia, nimeitoa mbali sana hii. Wasipoangalia tutapoteza mechi. Hatujui mechi gani. Sasa kwa hiyo wanachotakiwa wawe makini zaidi. Kushinda kupo tu, siku zote tunashinda, lakini sehemu tuliokwenda wenzetu wameshakaa muda mrefu, wana mambo yao mule wameshayaweka, sisi ndio tumeyavamia. Kwa hiyo hata nyinyi mlivyokuwa mnalazimisha dabi kachezeshwe kule, kwani mimi si nilikwambia sisi tulitaka kule, tulitaka kwenda kuchukua ushindi. Kuna vitu vinaandaliwa. Sisi hatukutaka mpira, sisi tulikuwa tunataka pointi hizi 3. Hata msemaji wa Simba alisema sisi tunachohitaji ni pointi 3 tu. Na ndio maana dabi mkaforce iwe kule. Kwa hiyo imeisha dabi na uwanja na ufai umerudi kesho. Tumekimbia. Tunamfuata mgomvi wetu jirani. Wewe umfuate wakati umeshindwa kule kwako. Mnakuja kupimana ubavu KMC. Kwanza ngoja nikwambie, wewe unakumbuka nani alianza kwenda kwenye ule uwanja wa KMC? Alikuwa Simba. Sasa Simba alianza. Simba alienda. Akabaki Azam. Yanga akabaki Azam. Yanga akaona ngoja nimfuate kule huyu. Fumuliwa kwanza na Tabora. Achana na habari ya kufumuliwa wala nini. Simba akasema hata ndugu yangu yuko wapi? Ndugu yangu mimi yuko huko. Naenda. Akaja kule. Tukawa wote. Wakasema hivi, akiwemo Mandala, kama unamuogopa wewe muogope, tuhameni uwanja. Mandala akapigwa mkwala. Kwa nini unasema tuhame uwanja? We kama nani? Amuhame pale KMC pale. Kwa Simba kasikatoka huku nani? Azamu katufuata kule. Mandala akasemaga tuhameni uwanja, twende tukatafute uwanja sehemu nyingine, tuwakimbie Yanga. Msemaji wa Simba akamwambia we kama nani? Kama Mandala kunikataa nikatae, kwa sababu usiomekaa Kiswahili akatae. Zipo. Akasema mimi tuondoke kule, akapigwa mkwala na msemaji. Na yeye kapotea siku hizi. Hata kuitetea Simba yeye kabakia na Yanga na yeye. Kila siku kuisogoa Yanga. Mnaisogoa Yanga, wenzenu wanaenda kuchukua ubingwa. Tumieni akili, wadogo zangu. Tumieni akili, tupambane na timu ikae vizuri. Wao unaenda kuiongelea Yanga. Nyie watu wa Yanga, wale unazidi kuwapa ujiko. Mimi si niliwaambia, lakini jamani huyu Alikamwe anatupiganisha na mchezaji wetu. Hebu tulieni, acheni kumfatafata. Si huyu nani Kibisawala. Watu swalisha sema aende zake huko Yanga na kutaka, ndio maana anakosa magoli makusudi na nani naye akajua hapa ndio pa kupitia. Nani huyu Alikamwe? Ndio hapa pa kupitia. Mna mchezaji wetu tumemweka huko kwa muda. Mpaka tukavomwambia ashinde. Mpaka tukavomwambia ashinde. Huyo hapo kalipwa hela zake, hafanyi vizuri. Anaupiga mwingi sana. Tuacheni maneno, watu wa Simba tufikie sehemu tukubaliane. Wale wanaoiongoza Simba sio Mungu watu, ni watu kama sisi. Wana makosefu yao, wana mapungufu yao. Na mapungufu lazima umwambie mtu, bana hapa umefanya hivi, umefanya hivi. Sasa hizi Okela angekuwa wa kwetu. Shida 10%. Bwana, asante sana. Nilikuwa na Mzee Saidi tukizungumzia mchezo wa jana. Coast Union dhidi ya Yanga Africa. Yanga akibuka na ushindi wa goli 3-0. Hatuna la ziada, tukutane tena saa moja katika viunga hivi na kuletea maiki yako au naleta kitonge after game Simba dhidi ya Tanzania Prison. Mchezo utachezeka tena pale KMC Complex. Nyuma kamera yupo director Shizi anayekuletea picha tulivu na ngavu. Tukutane baadaye. Bye bye.